Samueli Emmanuel ana swali, anasema baba, ni na swali kuhusu mzaliwa wa kwanza. Hivi mimba iliyoharibika na mtu akaja kuzaa mtoto mwingine, je, mzaliwa wa kwanza hapo ni yupi? Mzaliwa wa kwanza anabaki yule yule wa kwanza, kwa sababu anayefuata hajafungua hilo tumbo. Yes. Na sio tu mimba kuharibika, tuongelee mpaka wale ambao wameharibu nini? Mimba. Wewe umepata mtoto wa kwanza kwenye usichana wako, ukaaboti ile mimba nini ya kwanza. Do you know ulichokifanya? Umeshambulia first fruit. Kwa sababu cha kwanza kinaitwa the best. Na hapa nataka unisikilize kwa makini sana. Mdada yeyote, mwanamke yeyote ambaye ulitoa mimba ya kwanza, umeharibu msingi wa vitu vingi in your life. Umeprophesy ya kwamba nimeutikisa msingi ambao juu yake vilipaswa kuja vitu vingine vipya. To kill the firstborn. Do you know the meaning? Kukiua kile cha kwanza ni kuua uzao mwingine unaofuata. Kwa sababu cha kwanza huwa ni mwakilishi wa vingine vyote vinavyokuja. Now, unafanyaje kushughulika na cha kwanza kilichoharibika au ulichokiua? Ni kupitia first fruit. Kutoa first fruit kuna kuja kurekebisha vyote vya kwanza ulivyovitafuna, namba moja, ulivyoviua na ulivyoviharibu. Kwa wanawake wote mnaonisikiliza usiku wa leo, kwa bahati mbaya, wakati uliogopa aibu ya jamii, ukaogopa aibu kwenye familia, baada ya kujikuta wewe ni mjamzito kabla ya kuolewa, kwa sababu ya kuogopa aibu ukatoa yule mzaliwa wa kwanza. Okay, turudi pale mtumishi wa Bwana. Tulisoma kitabu gani kile? Ilikuwa ni Kutoka 13 sijui. Tulisoma ilikuwa siku Kutoka ngapi? Anasema kwamba hao wote ni wa kwangu. They belong to me. Ilikuwa 13 mstari wa pili. Kutoka 13 mstari wa pili. Sikiliza vizuri hapo. Kutoka 13 mstari wa pili. Anasema nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa wanyama, ni wangu hao. Sasa mzaliwa wa kwanza ni yule aliyefungua tumbo, hata kama ulimuua. Huyo ndo mzaliwa ngapi? Wa kwanza. Kwa mfano, mtu aliyeaboti mimba ya kwanza akija akapata wa pili, anatakiwa hesabiwa na watoto wawili. Na kama akitoa ile mimba ya kwanza, hata asipoendelea kuzaa, yule anaitwa mama marehemu. I'm telling you. Wewe sio binti yetu, you will never go back to your original dimension. As long as you conceived, alafu ukaabort ile mimba. In the spirit tunahesabu moja. Sababu tayari kuna kiumbe kimefungua ile tumbo kwa mara nini? Ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Na hiyo record ipo in the spirit. Mtu mmoja akasema kwamba nina wasiwasi namna ambavyo wadada wa karne hii watakavyoshambuliwa na watoto wao waliowatoa. Kwa sababu zile ni roho zipo, ziko hai. Yes. Ni mwili tu uliua mwili, like, roho ipo. Na inafahamu ilichotendewa. Na hizo damu huwa ni damu zisizo kwa nini na hatia. Yaani huwa zinataka kujilipizia kisasi. Kwa sababu gani? Zimekatishiwa uhai wao, bila kuwa na hatia. So hizo roho zikiungana zikawa 7, zinapiga kelele in the courts of heaven. Kuna mambo mengi huko yatagoma tu, yatagoma, I'm telling you, yatagoma. Namna gani jinasua katika jambo kama hilo? Jifunze kushughulika na hayo mambo kupitia first fruit. Unadhani tumemjibu? Ndio. Na swali jingine. Swali jingine tusome hapa. Oh Lord Jesus. Kwa jinsi ulivyoelezea kuhusu mimba iliyoharibika, kuna uwezekano wanaume hatuna first fruit. Maana wanaume wengi unakuta tulianza masturbation huko machuoni. Very true. Kwa mfano, firstborn. Okay, naomba niseme kitu kimoja. Firstborn hahesabiwi kwa mwanaume. Wazaliwa wa kwanza
Yaani tukiongelea watoto, si ndio? Yes. Firstborn ana become firstborn baada ya kuingia kwenye tumbo la mwanamke. Kwenye tumbo la mwanamke. Maandiko yanasema kwamba eti nitengeni wazaliwa wangu wote wa kwanza au ni wa kwangu. Anasema wote waliofunguka kutoka kwenye I don't know, kwenye via vya uzazi vya mwanaume. No. Anasema nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo. So binadamu anaanza kuhesabika moja baada ya kuingia kwenye tumbo. When it comes katika habari ya uzazi, mwanamke in the spirit ndiye anayeruhusu spirit iingie duniani. Yes. Not a man. Kamuuliza Yesu. Mungu alipotaka kuja duniani akumtafuta mwanaume, alimtafuta mwanamke. Kwa sababu wanawake wote duniani wana uwezo wa kuconvert, ni converter, ni kama mashine zinazoweza kuconvert any spirit ikaweza kuvaa mwili ikahesabu moja duniani. Sasa firstborn angehesabiwa kwa wanaume. Kuna watu tu akishaanza kubalee, si ndio? Yes. Anaanza kuota ndoto za ajabu zile pale. Watoto walipotea wengi sana. Wengi sana. Watoto wanalia wengi sana. Wengi sana. Lakini pia sio sawa. Huyu ni Francis. Huyu Francis amewaza mbali sana. Samueli Emmanuel ana swali, anasema baba, ni na swali kuhusu mzaliwa wa kwanza. Hivi mimba iliyoharibika na mtu akaja kuzaa mtoto mwingine, je, mzaliwa wa kwanza hapo ni yupi? Mzaliwa wa kwanza anabaki yule wa kwanza, kwa sababu anayefuata hajafungua hilo tumbo. Yes. Na sio tu mimba kuharibika, tuongelee mpaka wale ambao wameharibu nini? Mimba. Wewe umepata mtoto wa kwanza kwenye usichana wako, ukaabort ile mimba nini ya kwanza. Do you know ulichokifanya? Umeshambulia first fruit. Kwa sababu cha kwanza kinaitoga the best. Na hapa nataka msikilize kwa makini sana. Mdada yeyote, mwanamke yeyote ambaye ulitoa mimba ya kwanza, umeharibu msingi wa vitu vingi in your life. Umeprophesy ya kwamba nimeutikisa msingi ambao juu yake vilipaswa kuja vitu vingine vipya. To kill the firstborn. Do you know the meaning? Kukiua kile cha kwanza ni kuua uzao mwingine unaofuata. Kwa sababu cha kwanza huwa ni mwakilishi wa vingine vyote vinavyokuja. Now, unafanyaje kushughulika na cha kwanza kilichoharibika au ulichokiua? Ni kupitia first fruit. Kutoa first fruit kuna kuja kurekebisha vyote vya kwanza ulivyovitafuna, namba moja, ulivyoviua na ulivyoviharibu. Kwa wanawake wote mnaonisikiliza usiku wa leo, kwa bahati mbaya, wakati uliogopa aibu ya jamii, ukaogopa aibu kwenye familia, baada ya kujikuta wewe ni mjamzito kabla ya kuolewa, kwa sababu ya kuogopa aibu ukatoa yule mzaliwa wa kwanza. Okay, turudi pale mtumishi wa Bwana. Tulisoma kitabu gani kile? Ilikuwa ni Kutoka 13 sijui. Tulisoma ilikuwa si Kutoka ngapi? Anasema kwamba hao wote ni wa kwangu. They belong to me. Ilikuwa 13 mstari wa pili. Kutoka 13 mstari wa pili. Sikiliza vizuri hapo. Kutoka 13 mstari wa pili. Anasema nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa binadamu na wa wanyama, ni wangu hao. Sasa mzaliwa wa kwanza ni yule aliyefungua tumbo, hata kama ulimuua. Huyo ndo mzaliwa ngapi? Wa kwanza. Kwa mfano, mtu aliyeabort mimba ya kwanza akija akapata wa pili, anatakiwa hesabiwa na watoto wawili. Na kama akitoa ile mimba ya kwanza, hata asipoendelea kuzaa, yule anaitwa mama marehemu. I'm telling you. Wewe sio binti yetu, you will never go back to your original dimension. As long as you conceived, alafu ukaabort ile mimba. In the spirit tunahesabu moja.
sababu tayari kuna kiumbe kimefungua hilo tumbo kwa mara nini ya kwanza, kwa mara ya kwanza, na hiyo record ipo in the spirit. Mtu mmoja akasema kwamba nina wasiwasi namna ambavyo wadada wa karne hii watakavyoshambuliwa na watoto wao waliowatoa, kwa sababu zile ni roho zipo, ziko hai. Yes. Ni mwili tu uliua mwili, roho ipo na inafahamu ilichotendewa, na hizo damu huwa ni damu zisizo kwa nini na hatia, yani huwa zinataka kujilipizia kisasi. Kwa sababu gani? Zimekatishiwa uhai wao. Yes. Bila kuwa na hatia. So hizo roho zikiungana zikawa 7 zinapiga kelele in the courts of heaven. Kuna mambo mengi huku yatagoma tu, yatagoma, I'm telling you, yatagoma. Namna gani jinasua katika jambo kama hilo? Jifunze kushughulika na hayo mambo kupitia first fruit. Unadhani tumemjibu? Yeah. Na swali jingine tusome hapa. Oh Lord Jesus. Kwa jinsi ulivyoelezea kuhusu mimba iliyoharibika, kuna uwezekano wanaume hatuna first fruit, maana wanaume wengi unakuta tulianza masturbation huko machuoni. Very true. Kwa mfano, firstborn. Okay, naomba niseme kitu kimoja. Firstborn hahesabiwi kwa mwanaume. Wazaliwa wa kwanza, yaani tukiongelea watoto, si ndio? Yes. Firstborn ana become firstborn baada ya kuingia kwenye tumbo la mwanamke. Kwenye tumbo la mwanamke. Maandiko yanasema kwamba eti nitengeni wazaliwa wangu wote wa kwanza, au ni wa kwangu. Anasema wote waliofunguka kutoka kwenye I don't know, kwenye via vya uzazi vya mwanaume. No. Anasema nitakasieni mimi wazaliwa wa kwanza wote. Kila afunguaye tumbo. So binadamu anaanza kuhesabika moja baada ya kuingia kwenye tumbo. When it comes katika habari ya uzazi, mwanamke in the spirit ndiye anayeruhusu spirit iingie duniani. Yes. Not a man. Kamuuliza Yesu. Mungu alipotaka kuja duniani hakumtafuta mwanaume, alimtafuta mwanamke, kwa sababu wanawake wote duniani wana uwezo wa kuconvert, ni converter, ni kama mashine zinazoweza kuconvert any spirit ikaweza kuvaa mwili ikahesabu moja duniani. Sasa firstborn angehesabiwa kwa wanaume. Kuna watu tu akishaanza kubalee, si ndio? Yes. Anaanza kuota ndoto za ajabu zile pale. Watoto walipotea wengi sana. Watoto wanalia wengi sana. Lakini pia sio sawa. Huyu ni Francis.